أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kwamba mwezi wa Ramadhan uliwadia na wale wote waliojaribu kunufaika nao ukiwateremshia baraka zake umepita. Sasa siku mbili zimebaki, au huenda katika sehemu zingine kutakuwa na saumu 3, lakini kwa vyovyote vile mwezi wa Ramadhan unakaribia kufikia mwisho wake. Mumini mkweli mwenye akili daima hukumbuka na anapaswa kukumbuka ya kwamba pamoja na kumalizika kwa mwezi wa Ramadhan sio maana kwamba tumepata uhuru kutoka majukumu yetu na wajibu wetu, bali mwezi wa Ramadhan umepita baada ya kutulea, baada ya kutufundisha jinsi ya kutimiza wajibu wetu na kutekeleza majukumu yetu. Mwezi huo ulikuwa umekuja kutufundisha njia za kutekeleza wajibu wetu na majukumu yetu, na umepita baada ya kutufundisha njia mbalimbali za kupata maendeleo, na unakaribia kufikia mwisho wake. Bila shaka mwezi wenye saumu zilizofarazi unakaribia kuisha, lakini ili tuweze kuendeleza viwango vya kutekeleza wajibu wetu kuwa juu na kupata maendeleo, muda wake unaanza. Kama sisi tutasahau uhakika huu kwamba baada ya kupita mwezi wa Ramadhan kwa namna gani tunavyotakiwa kuendeleza viwango vya kutimiza haki na kutekeleza wajibu wetu, basi ina maana kwamba sisi hatujapitisha mwezi wetu wa Ramadhan kama alivyokuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba sala 5 na Ijumaa hadi Ijumaa nyingine na Ramadhan moja hadi Ramadhan nyingine zinakuwa kafara ya madhambi yanayotendeka katika muda huo. Sharti ni kwamba mtu aepukane na madhambi makubwa. Hapa ieleweke na iwe wazi kwamba ikiwa mtu hajichunguzi na hajitahidi kuepukana na madhambi madogo madogo na makosa madogo madogo, na akitenda makosa hayo hafanyi istighfar, basi makosa hayo yanakuwa madhambi makubwa na yanabadilika katika madhambi makubwa. Basi maana yake ni kwamba binadamu daima awe na hofu ya Allah na aendelee kufanya istighfar ili aweze kuepukana na vitu hivyo.
ikiwa sisi hatupitishi ramazan moja na ramazan ya mwaka ujao na miezi yote inayopatikana kati ya ramazan moja na ramazan nyingine kwa kutekeleza wajibu wetu na kwa kutimiza haki za waja wake na haki za ibada ya allah, basi tujue kwamba hatujapata faida kweli kweli kutoka ramazan. basi ni bahati yetu njema ya kwamba masihi maud alahsatu wassalam katika kila swala ametuongoza vizuri na ametusihi mara kwa mara akisema kwamba mutimize haki za ibada zenu na mutimize haki za watu wa allah, na ametupatia mpango mzima wa kupitisha maisha yetu. kama mpango huo aliotupatia tuufanye kuwa sehemu ya maisha yetu na tufanye juhudi ya kuishi na kupitisha maisha yetu kwa kanuni hiyo, basi kwa yakini tutakuwa wenye kukanyaga zile njia ambazo ni njia za kuzidi katika mema na ni njia za kupata maendeleo, ambazo ni njia za kuunganisha ramazan moja na ramazan nyingine, ambazo ni njia za kutupatia msamaha juu ya mazambi na maovu yanayoweza kutendeka, na pia ni njia za kutujaalia msamaha kutoka mazambi hayo. katika zama hizi huyu ni mtumishi mkweli wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee ambaye anatuambia na anatupatia mwongozo ili tuweze kuishi maisha yetu sawa na mafundisho sahihi ya islam, na anatuambia akisema kwamba kama mnataka kuwa warisi wa fadhila za allah, basi mutekeleze nasaha zangu. basi mimi nitaweka mbele yenu nasaha chache kutoka nasaha zake. katika mwezi wa ramazan sisi tumeelekea zaidi kwenye ibada, na bila shaka sisi tuna swala zilizofarazi na pia tunafanya juhudi za kuswali sala za nafal, lakini mujue kwamba hali hii ya kuswali sala tano, yani swala tano ya farazi, hazihusiki na mwezi mmoja tu, bali katika siku moja swala tano ni muhimu kuswali katika miezi 12 ya mwaka. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu swala amewafahamisha waumini mara kwa mara. safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kuacha sala kunamfanya mtu kuwa karibu na ukafiri na ushirikina. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba siku ya kiama, kwanza kabisa kitu ambacho mtu ataulizwa ni sala. kama hisabu yake kuhusu swala itakuwa sawasawa, basi yeye atakuwa amefaulu na atakuwa amepata wokovu. basi huo ni umuhimu wa swala, na sala hiyo sio makhsus kwa ajili ya mwezi mmoja tu, bali tumeambiwa kwamba tuswali sala 5 kwa siku. na masihi maud rasulullah ametufahamisha kuhusu umuhimu wa swala na ametusihi mara kwa mara, na ameeleza kinaga ubaga kwamba swala ni nini na kwa namna gani tunavyotakiwa kuswali, kwa namna gani tunavyoweza kupata ladha katika swala, na tunapaswa kufanya juhudi ili tuweze kupata ladha. tuswali swala ambazo ziwe swala zenye kutuongeza katika mapenzi ya allah. sio maana kwamba tumepata shida fulani au tumepata tatizo fulani au taabu fulani, basi tumetandika mswala au tumeenda misikitini na tumefanya ibada kidogo, tumelia mbele ya allah na tumefanya maombi, na shida ilipotatulika basi tumemsahau mungu. au katika mwezi wa ramazan tu tumeelekea upande wa ibada na tumeelekea upande wa swala na kisha tukasahau au tukapata mapungufu katika mwelekeo wetu. kama hali hiyo iwepo, basi swala
haziwezi kutupatia msamaha wa mazambi wala ijumaa na wala saumu, kama ilivyoelezwa kwenye hadisi niliyoweka mbele yenu. Hatmasihe maud alaihi wassalam akieleza umuhimu wa swala na akieleza kwamba swala ni nini, alisema kwamba swala ni dua makhsus, lakini watu wanaichukulia kama kodi ya wafalme. yani wanasema kwamba tutaswali lakini kwa karaha tu. Wapumbavu hawajui kwamba mwenyezi mungu ana haja gani na vitu hivi. Yeye ni ghani, yeye hana haja kwamba mtu aendelee kufanya dua au afanye tasbih au afanye ibada yake, bali humo kuna faida ya binadamu, kwamba yeye akitumia njia hiyo anafanikiwa na anafikia lengo lake. Alisema kwamba mimi kwa kuona hali hii nasikitika kwamba katika zama hizi kumetokea umbali wa ibada na uchamungu. Watu hawapendi ibada na uchamungu. Mambo haya yanahusika na mapenzi, na mtu anaweza kutekeleza wajibu huo kwa mapenzi tu, na sababu yake moja ni desturi, na ndiyo maana mapenzi ya allah yanaendelea kupungua. Mtu amejiingiza katika tamaduni na kwenye desturi tu, na laza ambayo anapaswa kuipata katika swala yeye haipati. Alisema kwamba katika vitu vyote vya dunia mwenyezi mungu ameweka hazi na ameweka laza. Kama vile mgonjwa hawezi kupata laza kutoka kitu ambacho kizwahiri kinakuwa kizuri sana, yeye anapomeza dawa na anapata shida, hapo anapokula kitu fulani hapati laza na anakataa kula, au anaanza kusema kwamba chakula hiki si kizuri. Alisema kwamba watu ambao hawapati laza katika ibada ya allah, wao pia ni kama wagonjwa, wanapaswa kuwa na fikira na wasiwasi juu ya maradhi yao. Kama nisemavyo kwamba katika dunia hakuna kitu kisichokuwa na laza, yani mungu ameweka laza katika kila kitu, na mwenyezi mungu amemuumba binadamu kwa ajili ya ibada. Kisha kuna sababu gani kwamba asiweke laza katika ibada hiyo? Alisema kwamba laza ipo na bila shaka ipo, lakini ili mtu aweze kupata laza lazima awepo. mwenyezi mungu anasema kwamba wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun, kwamba sikumuumba jini na ins isipokuwa waniabudu. Sasa kwa kuwa binadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada, hivyo ni muhimu kwamba allah awe ameweka laza kwenye ibada yake. yani kama mtu ameumbwa kwa ajili ya kufanya ibada, basi lazima allah awe ameweka laza ndani yake, na jambo hili tunaweza kulifahamu na kuelewa kwa kupitia mushahida wetu wa kila siku. Alisema kwamba angalieni vitu na vyakula mbalimbali ambavyo vimeumbwa kwa ajili ya mtu. Je, sisi hatupati laza katika vitu hivi? Je, ili tuweze kupata laza mtu hana ulimi kwenye mdomo wake? Je, yeye kwa kuona vitu vilivyo vizuri na wanyama na miti hapati laza? Je, masikio hajisikii laza pale yanaposikia sauti nzuri na moyo pia unafurahia? Je, kuna dalili nyingine inayoweza kuthibitika kwamba katika ibada hakuna laza? Kila kitu kina laza yake na mtu anapata laza hiyo. Sasa kwa nini hapati laza katika ibada? Alisema kwamba muelewe vizuri kwamba ibada si kodi, bali humo pia kuna laza, na laza hiyo ni juu kuliko laza zote za vitu vyote vya dunia. Alisema kama vile mgonjwa hata kama akila kitu kilicho kizuri sana hawezi kujisikia laza yake, vivyo hivyo ni mtu mwenye bahati mbaya ambaye anakosa laza katika ibada. Hali yake ni hali ya mgonjwa, hivyo muwe na wasiwasi juu ya maradhi yenu na mufanye hila ili muweze kupata tiba. yani kama mtu hajui kwamba kivipi anaweza kupata laza, kwani hisia zake zote zimekufa. Sasa
kivipi yeye anaweza kupata ladha na anaweza kunufaika na neema hiyo? yaani hisia zake zimekufa. Sasa kivipi anaweza kupata ladha ya neema fulani? kama mtu ajiingize katika mambo ya dunia na asiwe na fikira wala wasiwasi, basi yeye amekuwa mgonjwa. Masihi Maud saa salam ameeleza utatuzi wake, ameeleza njia ambayo inaweza kutatua shida hiyo. Anasema kwamba mimi naona kwamba watu wanaonyesha uzembe katika swala, kwani wao hawapati ladha katika swala, hawapati ladha ambayo Allah ameiweka katika swala. Na sababu kubwa ndiyo hii kwamba wao hawajui kwamba humo kuna ladha. Kisha katika vijiji na kwenye miji watu wanaonyesha uzembe zaidi. Ni wachache sana ambao wanainama kichwa chao mbele ya Mola wao kwa mapenzi na kwa juhudi na kwa moyo wote. Kisha swali linaibuka kwamba kwa nini hawainami mbele ya Allah? Kwa nini hawafanyi ibada? Kwani wao hawajui kuhusu ladha inayopatikana katika swala, na wala hawajawahi kuonja ladha hiyo. Katika dini hakuna amri za aina hiyo. Saa zingine kinachotokea ni kwamba watu wanakuwa wanashughulikia mambo yao na mwazini anatoa azana, lakini wao hawapendi kusikiliza azana. Wanasema kwamba sisi tunaendelea shughuli zetu na mwazini huyu ametutia kwenye shida, kana kwamba mioyo yao inachukia kwa kusikia azana. Na saa nyingine watu wanasema kwamba sasa tutalazimika kwenda misikitini na tutalazimika kufunga maduka yetu. Watu hawa wanastahili rehema ya Allah. Hata hapa pia wapo ambao maduka yao yapo chini ya msikiti, yani maduka yao yanapatikana karibu na jengo la misikiti, lakini hawaendi misikitini. Hivyo mimi nataka kusema kwamba mnapaswa kufanya maombi mbele ya Allah, mkisema kwamba kama vile ametujaalia ladha ya matunda na vitu mbalimbali, pia atuonjeshe ladha inayopatikana katika swala na kwenye ibada. Tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu atuonjeshe ladha yake. Na mtu anapoanza kupata ladha na anapoonja ladha hiyo, kisha anaanza kuelekea zaidi. Angalieni kwamba mtu anapomwona mtu fulani aliye mzuri, basi anakumbuka uso wake, na pale anapomwona mtu mwenye uso mbaya pia anapomkumbuka, basi hali yake inakuja mbele ya macho yake. Lakini kama asiwe na uhusiano wote na mtu huyu, basi hakumbuki kitu chochote. Vivyo hivyo watu ambao hawaswali, kwa ajili yao swala ni kama kodi. Wanasema kwamba asubuhi tunalazimika kuamka kwenye msimu wa baridi, na tunalazimika kufanya wuzuu, na tunalazimika kuacha starehe zetu, na tunaswali. Kitu cha msingi ni kwamba mtu ambaye anachukia swala hawezi kujihisi ladha inayopatikana katika swala. Wao ni waumini na ni Waislamu, lakini kimsingi wanachukia swala, na moyo wao hawezi kuelewa ladha inayopatikana katika swala, na wao wanatanguliza ladha za vitu vingine juu ya ladha inayopatikana katika swala. Wanatanguliza usingizi juu ya ladha ya swala. Alisema kwamba yeye hajui kuhusu ladha inayopatikana katika swala, hivyo kivipi anaweza kupata? Mimi naona kwamba mlevi chakari pale anaposhindwa kupata ulevi, anaendelea kunywa pombe hadi anapata ladha na anapata ulevi. Mtu mwenye akili anaweza kupata faida kutoka mfano wa mlevi huyo. Anaweza kupata faida akielewa kwamba kama yeye ni muumini mkweli, basi aendeleze tabia yake ya kuswali, aendelee kuswali swala bila kukosa, na aendelee kuswali hadi apate ladha. Na kama vile mlewi anakuwa na ladha kichwani mwake na anakuwa na lengo la kufikia ladha ile, muumini mkweli awe na lengo moja tu, kwamba yeye atapata ladha, na afanye dua na afanye juhudi, na kisha kwa uaminifu wote na kwa jaziba afanye maombi, na afanye maombi kwa moyo wote, na dua ipatikane moyoni mwake. Kama nilivyosema kwamba afanye maombi mbele ya Allah kwamba ewe Allah, unijaalie ladha.
kisha masihi Maud anasema kwamba mimi nasema na nasema kweli kweli kwamba mtu huyo kwa yakini atapata ladha ile. Kama atafanya maombi kwa uchungu basi atapata ladha ile. kisha wakati wa kuswali swala azingatie faida ile anayoipata. Alisema kwamba innal hasanat yuzhibna sayyiat, kwa hakika innal hasanat yuzhibna sayyiat, kwa hakika mema huondoa maovu. Hivyo mtu akiweka mema na laza moyoni mwake afanye maombi kwamba swala ambayo ni swala ya masudik na wenye kufanya hisani, Mungu anijalie swala ile. Aliposema kwamba innal hasanat yuzhibna sayyiat, yani kwa hakika mema huondoa maovu, mema huondoa na hufuta maovu na mazambi ya mtu. Au katika nafasi nyingine, katika sehemu nyingine alisema kwamba swala inatuokoa kutoka maovu na mazambi. Lakini tunaona kwamba watu wanaswali lakini wanatenda mazambi. Jibu lake ni kwamba wao wanaswali, kuswali wanaswali lakini bila roho wala moyo, wa hawapati athari yote. maana yake ni kwamba kuswali wanaswali lakini hawaswali kwa roho ya kweli, bali wanaswali kama mazoea tu. Roho yao ni mfu. Mwenyezi Mungu hakutaja sala yao kama hasanat, na sala hizi haziingii katika mema. Mwenyezi Mungu ameweka neno la hasanat na hakuweka neno la salat, ilhali maana ni ile ile. Sababu yake ni kwamba ili Mwenyezi Mungu aweze kutufahamisha uzuri wa swala. Sala inaondoa maovu ambayo inakuwa na roho ya kweli ndani yake na inakuwa na athari ndani yake. Swala ile kwa yakini inaondoa maovu. Huzur anasema kwamba swala si jina la kuketi na kuinuka tu, bali kiini na roho ya swala ni ile dua inayokuwa na laza ndani mwake. Hivyo ili mtu aweze kupata laza hiyo na aweze kupata uponyo katika maradhi yake ya kiroho, anatakiwa kufanya dua. Asifanye dua kwa ajili ya kutimiza tamaa za kidunia tu, bali kwa ajili yake pia afanye dua. Kama vile mgonjwa anatumia hila mbalimbali ili aweze kupata siha, basi afanye hila na atumie hila ili aweze kupata wokovu wa kiroho. Kisha Sayyidina Ahmad a.s. anasema kwamba musali swala kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaswali, isipokuwa kile mnachotaka kusema mbele ya Allah museme mbele ya Allah baada ya kusema masnun azkar, na mumombe kutoka kwa Allah. Siku hizi watu wameharibu swala. Wanaposwali wanaswali haraka haraka, na wanaswali haraka haraka kama vile kuku anavyokula chakula, na baada ya kumaliza swala wanaanza kufanya maombi marefu marefu. Huzur anasema kwamba katika bara la Asia na katika nchi ya India na Pakistan, huu ndio utamaduni kwamba watu wanaswali haraka haraka na kisha wanaanza kuinua mikono yao na wanaanza kufanya maombi. Alisema kwamba kiini cha swala na roho yake ni dua pekee. Mtu kama anafanya hivi ni kama vile kwamba mtu aende katika jumba la mfalme na apate nafasi ya kusema mbele ya mfalme, lakini wakati ule asiseme jambo lolote, lakini anapotoka nje ya jumba lake aanze kupeleka ombi lake mbele yake. Atapata faida gani? Na hii ndiyo hali ya wale ambao hawafanyi maombi katika swala. Hivyo maombi mnayotaka kuyafanya mufanye katika swala, na muswali kwa heshima na kwa moyo wote. Na njia ya kuswali ambayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha, riwaya moja inasema kwamba mtu mmoja alikuja na akaswali na akaja kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema kwamba nenda ukaswali tena. Ye alikuwa anamuona Mtume alikuwa amekaa miskitini na alikuwa ameketi kwenye majlis. Hivyo akamwambia mtu huyo kwamba aswali, na akamwambia mara 3. Hapo mtu huyo akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi siwezi kuswali kwa njia iliyo bora zaidi kuliko hiyo, hivyo wewe niambie kwamba ni swali vipi. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba unaposimama kwa ajili ya swala useme takbir, kisha sawa na uwezo wako usome Qurani tukufu.
pamoja na sura alfatiha usome qurani tukufu yani sehemu fulani ya qurani tukufu kisha ufanye rukuu kwa utulivu wote sio maana kwamba umeinama kidogo na ukasimama kisha baada ya kufanya rukuu usimame wima kisha usujudu kwa utulivu wote na ukisujudu mara moja uketi vizuri baadhi ya watu wanaposujudu hapo katikati ya sijda mbili wanasimama mara moja na kisha mara moja wanasujudu tena alisema hapana bali usujudu sijda moja na sijda nyingine kwa utulivu na uswali swala kwa wema na polepole pole. Wapo ambao wanauliza kwamba kivipi tunaweza kuswali swala kwa uzuri hiyo ni njia nzuri ya kuswali swala kwamba mtu atumie muda mwingi na muda mzuri muda unaofaa katika swala na aswali kwa utulivu na kwa amani na aswali polepole pole. Kisha baada ya kuelewa umuhimu wa swala na baada ya kutekeleza wajibu huo mumini ana kazi nyingine na nayo ni kwamba asome kurani tukufu na ajitahidi kuelewa kurani tukufu na aelekee zaidi upande wa kurani tukufu kama wili katika mwezi wa ramadhan tunaelekea zaidi katika kusoma kurani tukufu pia musome tafsir na maelezo yake hiyo pia ni njia moja ya kuunganisha ramadhan moja na ramadhan ijayo tunapaswa kusoma kurani tukufu na kuhusu kusoma kurani tukufu masihi msalam anasema kwamba kama sisi tusingekuwa na kurani tukufu na tungejivunia juu ya hadisi tu basi tusingeweza kuonyesha uso wetu mbele ya kaumu zingine mimi nimetafakari juu ya neno la quran ndipo nikapata kujua kwamba katika neno hilo tukufu kuna bishara kubwa ambayo ni kwamba hiyo ni qurani ambayo inastahili kusomwa na katika zama moja itapata hazi zaidi ya kusomwa pale ambapo vitabu vingine vitashirikishwa nayo wakati ule ili heshima ya islam isalimishwe na batili ifutwe hiyo ndiyo itakayosomwa na hiyo ndiyo maana ya furqan kwamba kitabu hicho kitakuwa kitabu chenye kutofautisha kati ya haki na batili na hivyo acheni vitabu vyote vingine na someni qurani tukufu tu na mtu asiyeelekea upande wa qurani tukufu ni mtu asiye na imani jamaati yangu inapaswa kusoma qurani tukufu kwa moyo wote na kwa uangalizi wote alisema kwamba ni jambo la kusikitika kwamba watu hawasomi kurani tukufu jinsi wanavyosoma hadisi shikeni silaha hii ya kurani mkononi mwenu na humo kuna ushindi wenu kwani hakuna giza litakaloweza kusimama mbele ya nuru yake kisha ili tuweze kuendeleza mema alitusihi kwamba mutangulize dini juu ya dunia katika hali zote alisema kwamba angalieni kuna watu wa aina mbili wapo ambao wakisilimu wanajiingiza katika mambo ya kidunia na katika biashara za kidunia shetan anakuwa juu yao yani shetan anakuwa juu ya vichwa vyao mimi si maanishi kwamba kufanya biashara ni kitu kilichokatazwa masahaba walikuwa wanafanya biashara lakini walikuwa wanatanguliza dini juu ya dunia wao wakasilimu na wakajaaliwa na elimu yenye yakini kuhusu islam na ndiyo maana wao hawakushindwa mbele ya shetani katika uwanja wote mimi nachotaka kusema ni kwamba wale ambao wanaiangukia dunia pekee na wanaiabudu dunia watu kama hawa shetani anakuwa juu yao na anawatawala na wapo watu wa aina nyingine ambao wanakuwa na wasiwasi kuhusu dini wanakuwa na wasiwasi kuhusu maendeleo ya dini watu hawa wanaitwa hizbullah ambao wanapata ushindi juu ya shetani na juu ya majeshi yake mali kwa kuwa inazidi kwa kufanya biashara hivyo mwenyezi mungu pia ameeleza dini kwa jina la biashara mungu alisema kwamba hata kujifunza dini pia ni kufanya biashara hivyo aliposema kwamba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim je nisiwaambieni kuhusu biashara ambayo itawaokoeni kutoka adhabu iumizayo
alisema kwamba biashara iliyo bora kabisa ni biashara ya kidini ambayo inatuokoa kutoka adhabu ya iumizayo. hivyo mimi pia nasema katika maneno hayo hayo kwamba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. alisema kwamba watu hawa ambao wanapata mapungufu katika maendeleo ya kidini na wanapata mapungufu katika shauku hiyo, nina wasiwasi kwamba shetani asije akawateka, hivyo msionyeshe uzembe katika kazi hiyo. alisema kwamba kama hamwezi kuelewa basi muniulize ili muzidi katika maarifa. kuuliza si kitu kilicho haramu. kama hamjaelewa basi muniulize, lazima muniulize maswali. alisema kwamba ili muweze kupata maendeleo ya kimatendo lazima muniulize. basi kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia, pale ambapo imani inatakiwa kuwa madhubuti, basi mnapaswa kuwa na matendo, na ili muweze kuwa na matendo mufanye juhudi. kisha kwa ajili ya kupata fadhila kutoka Ramadhan, Masihi Maud Islam ametufahamisha njia nyingine ambayo ni mahusiano baina yetu na kuonesha hulka njema kwa wengine. kama tulivyofanya juhudi katika mwezi wa Ramadhan, basi tuendeleze tabia hiyo, yani tuongeze mapenzi baina yetu na udugu baina yetu, na tujitahidi kutimiza haki za wengine. Masihi Maud Islam anasema kwamba jumuiya yangu haitapata maendeleo hadi wahurumiane wenyewe kwa wenyewe. yani mtu ambaye amejaliwa nguvu ampende aliye mnyonge. mimi ninaposikiliza kwamba mtu fulani anapoona kasoro katika ndugu yake, basi hamtendei kwa hulka, bali anamtendea kwa chuki na kwa zihaka, isipokuwa alitakiwa kumwombea dua na alitakiwa kumfahamisha kwa upole na kwa hulka, na hakutakiwa kuzidi katika kinyongo. kama mtu asifanye afu na asiwatendee wengine kwa huruma, basi mwisho unakuwa mbaya. Mwenyezi Mungu hakubali hiyo. Jumuiya inapatikana pale ambapo watu wa jamaat wahurumiane wenyewe kwa wenyewe, na hali hiyo inapotokea, basi watu wanaanza kuzidi katika upendo. hivyo mupendane na muwe mnahurumiana. mtu fulani awe na mwana wake, kwa mfano mtu fulani awe na mwana wake ambaye awe ametendea kosa fulani, basi mtu mwingine anasitiri na anamfahamisha akiwa faragani. yani ndugu anasitiri ndugu yake, yani ndugu moja anasitiri ndugu yake, anasitiri aibu za ndugu yake, na hataki kutangaza kuhusu aibu zake kwamba yeye amefanya zulma hii au amefanya dhambi fulani. na pale ambapo Mwenyezi Mungu ametufanya kuwa ndugu, je, sisi hatutakiwi kufanya hivyo? watu wa dunia hawaji njia ya udugu, sasa kwa nini mnaacha? alisema kwamba saa nyingine mtu anaweza kujifunza kutoka mnyama au kutoka mbwa fulani. Huzur anasema kwamba utengano wa ndani ni kitu kisichokuwa na baraka yoyote. Mwenyezi Mungu alikuwa amewakumbusha maswahaba njia hiyo hiyo ya neema na udugu. kama wao wangetumia milima ya dhahabu, wasingeweza kupata udugu ambao waliupata kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. vivyo hivyo Mwenyezi Mungu ameanzisha silsila hii na ataleta udugu huo huo katika silsila yangu. mimi nina imani kubwa juu ya Allah. yeye ameniahidi akisema kwamba jailu lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yaumi lqiyama. mimi kwa yakini najua kwamba yeye ataanzisha jumuiya moja ambayo itaendelea na ushindi juu ya maadui zake hadi siku ya kiama. lakini siku hizi ambazo ni siku za majaribio na siku za unyonge zinampa kila mtu nafasi ya kujirekebisha na kuleta mabadiliko katika tabia yake. angalieni kwamba kulalamika zidi ya wengine na kuwauzi wengine na kuongea na wengine kwa hasira na kuwachukia walio wanyonge ni dhambi kubwa. alisema kwamba jumuiya yetu
haihitaji wapigaji mwereka wenye nguvu. Hatuhitaji wapigaji mwereka, bali tunahitaji watu ambao waweze kufanya juhudi ya kuleta mabadiliko katika hulka zao. Jambo hili ni kweli kwamba mshujaa si yule ambaye aweze kutikisa mlima kutoka sehemu yake. Hapana, hapana, bali mshujaa mkweli ni yule ambaye aweze kuleta mabadiliko katika hulka zake. Hivyo kumbukeni kwamba mutumie nguvu zenu zote za kuleta mabadiliko katika tabia zenu, kwani huo ndio ujasiri na ushujaa wa kweli. Kisha akitusihi kuhusu kupendana na kuishi vizuri kwa unyenyekevu, anasema kwamba wacha Mungu wana sharti kwamba waishi maisha kwa unyenyekevu. Hili ni tawi moja la ucha Mungu. Alisema kwamba kwa ajili ya masudik na watu wakubwa, hatua kubwa ni kuepukana na ghadhabu, kwani kibri inatokana na hasira na saa nyingine hasira inatokana na kibri, kwani ghadhabu itapatikana pale ambapo mtu ataitanguliza nafsi juu ya mtu mwingine. Mimi sitaki kwamba watu wa jumuiya yangu waanze kuwatendea wengine kwa hasira au wawe na kibri kuhusu wengine. Mungu anajua kwamba ni nani mkubwa na ni nani mdogo. Mtu ambaye ana tabia hiyo ni wasiwasi kwamba tabia hiyo izidi kama mbegu unavyozidi na iwe njia ya kumwangamiza yeye. Mtu mkubwa ni yule ambaye amsikilize mnyonge kwa unyenyekevu, amheshimu mnyenyekevu na asiseme jambo ambalo liweze kumhuzunisha. Zura amesema kwamba hasa viongozi wa jamaat wanapaswa kuzingatia jambo hilo, kwamba pale wanapoongea na watu waongee nao kwa upole na kwa mapenzi na kwa huruma na kwa upendo. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nini msiitane kwa majina mabaya, kwani kitendo hicho ni kitendo cha mafusak na mafujar. Mtu ambaye anamuuzi mwingine, yeye hatakufa hadi apate hali hiyo hiyo. Nini msiwachukie ndugu zenu. Pale mnapokunywa kutoka chemche moja, ni nani anayejua kwamba nani atakunywa zaidi? Mtu hawezi kupata heshima kwa kupitia usuli za kidunia, bali mbele ya Allah mwenye heshima ni yule ambaye ni mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. Basi katika mwezi huu wa Ramadhan, takwa ambayo tumeipata, takwa inatutaka kwamba tuboreshe uhusiano ulio baina yetu na tuoneshe hulka njema katika mahusiano yetu na wengine. Kisha anasema kwamba mimi nimekwisha sema mara kwa mara kwamba nini muishi kwa itifaki na muishi kwa udugu. Mwenyezi Mungu amewafundisha Waislamu kwamba nini muwe na umoja, waila mtakosa nguvu. Katika swala tumeamrishwa kusimama kwa pamoja ili udugu upatikane na wema wa mmoja utaingia katika mwingine. Yani mtu atapata athari kutoka wema wa mwenzake. Kama mtakuwa na hitilafu, basi mtakosa bahati. Huzuri anasema kwamba kutokana na zama hizi, ikiwa kuna umbali unawekwa katika swala, basi huo unatokana na hali halisi. Watoto na wengine wasielewe kwamba jambo hilo limekuwa la kudumu, bali hali inaendelea kuboreka polepole na umbali unaendelea kupungua. Inshallah, Mungu akijalia mambo yataboreka. Jambo la msingi ni kwamba katika safu za misikiti wanatakiwa kusimama kwa pamoja, lakini kutokana na hali iliyotokea kwa sababu ya janga la korona, mpango ulikuwa umepangwa ili watu waweze kuswali kwa pamoja, na ndio maana umbali ulikuwa umewekwa, na nina imani kwamba hali inaendelea kuboreka na tutaingia katika hali ya kawaida. Huzuri anasema kwamba Mtume SAW alisema kwamba mupendane
na muombeane. Ni jambo muhimu sana kwamba muombeane. Alisema kwamba hata kama mtu anakuambia kwamba ufanye maombi kwa ajili yake au la, au unamjua au usimjua, basi wanajumuia wa jumuia waombeane, na huu ni wema mkubwa sana. Alisema kwamba mtu anapoomba dua kwa ajili ya mwingine, malaika anasema kwamba kwa ajili yako pia itokee hivi. Ni jambo kubwa sana. Kama dua ya mtu isikubaliwe, dua ya malaika inakubaliwa. Mimi natoa nasaha na ningependa kusema kwamba msihitilafiane. Nimekuja na mambo mawili tu: moja, shikeni tauhidi ya Allah, na pili, mupendane na muishi kwa wema na kwa huruma, na muoneshe mifano ambayo iwe miujiza kwa wengine. Hiyo ni dalili ambayo ilikuwa imezalika kwa maswahaba: kuntum adaan faallafa baina qulubikum, yani nini mlikuwa maadui wenyewe kwa wenyewe, Mwenyezi Mungu akaunganisha mioyo yenu. Kumbukeni kwamba talif ni muujiza moja. Kumbukeni kwamba maadamu kila moja wenu asiwe na tabia hii kwamba kile anachokipenda kwa ajili yake pia apende kwa ajili ya ndugu yake, yeye hayumo katika jumuiya yangu, yeye yumo katika msiba na balaa, na mwisho wake si mzuri. Sayyidina Ahmad alaihissalam akituelekeza upande wa kumpenda Allah alisema kwamba kumpenda Mwenyezi Mungu kuna maana gani? Maana yake ni kwamba nyini muwe mnamtanguliza Allah juu ya wazazi wenu na wake zenu na watoto wenu na nafsi zenu. Hivyo Kurani tukufu inasema kwamba fazkurullaha kazikrikum, fazkurullaha kazikrikum abaakum au ashadda zikra, yani mkumbukeni Allah kama mnavyomkumbuka baba zenu, bali hata zaidi yake, na muwe mnamkumbuka kwa mapenzi na upendo mkubwa. Alisema kwamba kwa ajili ya kusimamisha tauhidi kweli ni muhimu kwamba mupate sehemu kamili kutoka mapenzi ya Allah, na mapenzi haya hamwezi kuyapata hadi muoneshe kwa matendo. Mtalazimika kuonesha mapenzi ya Allah kwa matendo. Kama mtu aendelee kutaja jina la sukari, hawezi kujihisi laza kinywani mwake. Hata kama aendelee kutaja jina la sukari, hawezi kupata laza yake. Au mtu akiri kwa ulimi kwamba mimi ni rafiki ya mtu fulani, lakini wakati wa shida na wakati wa haja asimsaidie, ye hawezi kuwa rafiki mkweli. Vivyo hivyo, kama mtu akiri kwa ulimi tu kuhusu tauhidi ya Allah na akiri kwa ulimi tu kwamba yeye anampenda Allah, kusema kwake hakuwezi kuleta faida yoyote kwake, bali sehemu hii inamtaka kwamba aoneshe kwa matendo. Sio maana kwamba kusema kwa ulimi si kitu chochote, bali kitu cha msingi ni kwamba mtu pamoja na kusema kwa ulimi aoneshe kwa matendo. Hivyo ni muhimu kwamba mujitolee maisha yenu katika njia ya Allah, na huu ndio Uislamu kweli, na nimetumwa kuwaambieni shabaha hiyo hiyo. Hivyo mtu ambaye haji karibu na chemchem hiyo ambayo Allah ameianzisha kwa ajili yake, ye atakosa bahati. Hivyo kama mnataka kupata chochote, basi mwelekee na muje upande wa chemchem hii na muweke mdomo wenu juu ya chemchem hii, na hiyo haiwezi kutokea hadi mtu asije akaanguka mbele ya Allah na afanye ahadi kwamba hata kama dunia inatoka itoke, na hata apate masaib na matatizo mithli ya milima, ye hata mwacha Allah, bali atakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya Allah. Ibrahim alayhi salam alikuwa ameonyesha hulka hiyo hiyo kwamba ye akawa tayari kumchinja mwanaye. Islam inataka kwamba itujalie sisi tuwe Ibrahim. Hivyo kila moja wenu afanye juhudi ili muwe Ibrahim. Mimi nawaambieni kwamba nini musiwe wafuasi wa mawalii, bali muwe mawalii wenyewe. Nini mutumie njia ambazo ziwafanyeni kuwa mawalii, na muwe na unyenyekevu ndani mwenu, muwe na unyefu ndani mwenu. Sio kama wile mapir wa zama hizi ambao wanaonesha mambo ya kidunia tu,
bali alisema kwamba mutumie njia ambazo bila shaka ni njia nyeti, lakini mkizikanyaga njia zile mtajaaliwa raha na amani. kama mmebeba mzigo mkubwa juu ya kichwa chenu, basi ni vigumu kupita katika njia hizi. hivyo kama mnataka kupita njia hizi, basi muache mzigo huo ambao ni mzigo wa kidunia. jamaati yangu, kama inataka kumfurahisha mungu, basi inapaswa kuondoa mzigo huo. na kumbukeni kwamba kama hamtakuwa na unyofu na uaminifu, basi mtahisabiwa kama wanyongo, mtahisabiwa kama waongo, na hamtaweza kuwa wakweli mbele ya allah. mwenyezi mungu hawezi kudanganika na hakuna mtu anayeweza kumdanganya. hivyo ni muhimu kwamba muwe na ikhilasi kweli na uaminifu mkweli ndani mwenu. kisha alisema kwamba kwa kupitia subira na dua mtu anajaaliwa ikhilasi iliyo kweli. hivyo mufanye juhudi ya kupata ikhilasi hiyo na muendelee kuinama mbele ya allah ili muweze kupata ikhlasi hiyo. hivyo tutalazimika kuishi maisha yetu kwa njia hii kwamba tuzidi katika unyofu na allah subhanahu wa taala, na huo ni mpango wetu, yaani kuswali swala kwa uzuri wote na kusoma kurani tukufu na kuelewa na kufuata amri zake, na kisha kutimiza haki za wengine na kusimamisha tauhidi ya allah duniani. kimsingi mumini aliye mkweli kazi yake yote inakuwa kwa ajili ya kusimamisha tauhidi tu, na hiyo ndiyo ilikuwa shabaha ya ujio wa masihi maud alayhi salam, na yeye ameeleza mara kwa mara katika maandiko yake. hivyo kuna haja ya kuelewa jambo hili, waila kufanya bayati kwa ulimi tu si kitu chochote. sayidina ahmad alayhi salam ameeleza jambo hilo mara kwa mara. kwa mfano alisema katika sehemu moja kwamba mtu anayedai kuwa na imani au anayedai kwamba amefanya bayati anapaswa kujichunguza kwamba je, mimi ni kiini au ni ganda tu. maadamu mtu asiwe na kiini, hawezi kuwa mkweli katika madai yake. kumbukeni kwamba jambo hili ni la kweli, kwamba madai yake ya kunipenda au kuwa na imani au madai yake ya kunitii au madai yake ya kufanya bayati yangu, yote ni madai tu. kumbukeni kwamba jambo hili ni la kweli ya kuwa mwenyezi mungu anathamini kiini na ganda halina thamani yote mbele ya allah. kumbukeni kwamba hatujui kwamba lini tutakufa, lakini jambo hili ni la kweli kwamba lazima tutakufa. hivyo msifurahie juu ya madai tu. madai hayawezi kumsaidia mtu chochote mpaka mtu akubali mauti nyingi na apate mabadiliko katika tabia yake. yeye hawezi kufikia shabaha ya ubinadamu. alisema kwamba angalieni hali ya dunia, ya kwamba mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam alionyesha kwa matendo yake kwamba kufa kwangu na kuishi kwangu ni kwa ajili ya allah tu. lakini katika dunia waislamu wapo, mtu akiulizwa kwamba je, wewe ni muislamu, anasema alhamdulillah. anasoma kalema ya mtu ambaye maisha yake yote yalikuwa kwa ajili ya allah, lakini mtu huyo anakufa kwa ajili ya dunia na anaishi kwa ajili ya dunia hadi apate sakara ya mauti. anapata hali ya kufa ndipo anamkumbuka allah, waila anaendelea kuiangukia dunia. kisha kivipi anaweza kusema kwamba mimi namfuata mtume sallallahu alaihi wa sallam? hivyo muelewe na mufahamu kwamba kuwa muislamu si kazi rahisi. hivyo msitulie mpaka muwe na utii kamili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. kama nyini mnaitwa waislamu bila kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mujue kwamba hilo ni nganda tu, wala halina thamani yote mbele ya allah. hivyo hii sio kazi ya mtu mwenye akili kwamba afurahie juu ya ganda lake. ametoa mfano kwamba muislamu moja alimwambia myahudi kwamba wewe uingi katika islam. myahudi akasema kwamba je, wewe unafurahia juu ya jina tu, kwamba mimi ni muislamu na wewe unafurahia juu ya uislamu wako? myahudi akasema kwamba nilikuwa nimemtaja mtoto wangu kama jina la Khalid, lakini nikamzika kabla ya jioni, hakupata maisha marefu. hivyo msifurahie majina pekee. ni jambo la kusikitika
kwamba mtu aitwe mfuasi wa nabii saa salam halafu aishi maisha ya makafiri. hivyo muoneshe mfano wa mtume muhammad saa salam katika maisha yenu na muwe na hali yake, na kama mnaona kwamba hali yenu ni tofauti, basi nini ni wafuasi wa shetani na mtakuwa wenye kumfuata shetani. hivyo mnaweza kufahamu kwamba mtu anapaswa kuwa na lengo moja tu, kwamba awe mpendwa wa allah. maadamu mtu asiwe mpendwa wa allah na asipate upendo wa allah, hawezi kufanikiwa katika maisha yake na hawezi kufikia hali hiyo mpaka amfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mtume ametuonyesha kwa matendo yake kwamba islam ni nini. hivyo muwe na islam ile ili muwe wapendwa wa mwenyezi mungu. kisha alisema kwamba jumuiya yangu si kwa ajili ya jambo hili kama vile watu wa dunia wanavyoishi, kwamba kusema kwa ulimi kwamba sisi tumeingia katika silsila hii na hawaoni kuna haja ya kufanya matendo, kama vile ni hali ya waislamu wa kawaida, kwamba mkiwauliza kwamba nini waislamu wanasema alhamdulillah, lakini hawaswali na hawaheshimu shair allah. mimi sitaki hiyo kutoka kwenu, kwamba nini mukiri kwa ulimi na msionyeshe matendo. hali hii si nzuri, mungu hapendi hali hiyo. na hali hiyo hiyo ya dunia ilitaka kwamba mwenyezi mungu amenituma kwa ajili ya marekebisho yenu. hivyo kama kuna mtu ambaye pamoja na kujenga uhusiano nami hajirekebishi na haonishi matendo yake, bali anaona kwamba kukiri kwake kwa ulimi kuna mtosha, yeye kwa matendo yake anathibitisha kwamba kulikuwa hakuna haja ya ujio wa masihi maud. kisha kama mnataka kuthibitisha kwa amali zenu kwamba ujio wangu ni bure tu, sasa kuna maana gani ya kujenga uhusiano nami? kama mnataka kujenga uhusiano nami, basi mutimize shabaha ya ujio wangu, nayo ni kwamba muoneshe ikhlas na unyofu mbele ya allah na mufuate mafundisho ya quran kama vile mtume sasam alivyotuonesha na masahaba pia wakafuata. muelewe shabaha hasa ya quran tukufu na mufuate quran tukufu. na mbele ya allah jambo hili halitoshi kwamba museme kwa ulimi tu na musiwe na matendo yoyote. kumbukeni kwamba jumuiya ambayo allah anataka kuyaanzisha ni jumuiya ambayo haiwezi kuishi bila matendo. hii ni jumuiya yenye shani ambayo maandalizi yake yalianza tangu nabii adam, na manabii wote waliotoka katika dunia hii wakatoa habari yake. hivyo muienzi jumuiya hii na muoneshe kwa matendo kwamba nini ndiyo kundi lenye haki. hivyo kama sisi tumefanya baiati ya masihi maula islam kwa yakini hii, kwa imani hii kwamba yeye ndiye yule masihi na mahdi ambaye bishara yake ilikuwa imetolewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi tutalazimika kuwa na mabadiliko matakatifu ndani mwetu, tutalazimika kuwa na mageuzi ndani mwetu, tutalazimika kuwa mfano kwa ajili ya dunia, tutalazimika kuendeleza na tutalazimika kusimamisha na kuonesha viwango vya juu vya haki za allah na haki za waja wake. malezi tuliyopata katika mwezi wa ramazan tutalazimika kuwa na tabia hiyo hiyo katika miezi ijayo. na maneno hayo niliyoweka mbele yenu ni mpango kwa ajili yetu. tufanye juhudi ili tufuate maneno yake. tutalazimika kuboresha sala zetu, tutalazimika kufuata amri za kurani tukufu, tutalazimika kutekeleza na kutimiza haki za wengine, na tutalazimika kujitolea kwa ajili ya tauhidi. ndipo tutakuwa wenye kutimiza haki za baiati. mungu atujalie kufanya hivyo. Hazrat anasema kwamba mufanye maombi kwa ajili ya dunia ili hali ya dunia iboreke, uadui unaoendelea baina ya nchi na nchi uweze kupungua, na viongozi waweze kutumia akili na wajizuie kufanya vitu ambavyo vinaiangamiza dunia, waweze kumtambua muumba wao, ndipo wanaweza kupata wokovu. vivyo hivyo kuna asiran yani wahamadia waliotiwa ndani katika njia ya allah, muwaombe katika nchi ya pakistan. mufanye maombi kwa ajili ya wahamadia na katika nchi zingine. wapo wahamadia katika nchi ya afghanistan na katika aljazair ambao wametiwa ndani katika njia ya allah, muwaombe katika nchi ya pakistan kwa sababu ya kanuni ya nchi katika sehemu mbalimbali. na pia kuna hofu ya mashekh au watu wanaogopa kutoka watu. kwa sababu ya hofu hiyo
hata majaji hawapati uwezo wa kutoa hukumu sahihi. Mwenyezi Mungu aboreshe hali yetu na wanajumuiya wa Pakistan waweze kuishi katika nchi hiyo kwa uhuru. Baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha sala ya jeneza ambayo ni hazir, ni jeneza ya mheshimiwa Abdul Baki Ashraf Saheb ambaye alikuwa mwenyekiti wa Al-Shirkatul Islamia Uingereza. Alikuwa mwana wa Dr. Abdul Hamid Saheb wa Faisalabad. Aprili 27 alifariki dunia akiwa na umri ya miaka 88. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa kitukuu wa Hatmiya Chiragdin Saheb radhiyallahu anhu ambaye alikuwa sahaba wa Masihi Maud na alikuwa anatokana na kizazi cha Muhammad Hussain Saheb, Marham Isa na Mia Muhammad Yusuf Saheb. Ashraf Baki Saheb mwaka 1955 alikuja Uingereza na akapata degree katika electrical engineering. Alikuwa anaishi katika msikiti wa Fazl na mkewe. Kisha mwaka 1963 akaenda Saudi Arabia kwa ajili ya ajira, akaishi kule hadi 72. Wakati ule akaweza kupata nafasi ya kufanya hija na umra na akaweza kuwatumikia Waahmadia ambao walienda kufanya hija na umra katika nchi ya Saudia. Pia akapata bahati ya kutiwa ndani kwa sababu ya jumuiya. Akaambiwa na serikali kwamba akatae Ahmadia hapo atapata uhuru. Ye akavumilia masaibu yote lakini hakuacha jumuiya. Mwaka 72 akafukuzwa kutoka nchi ya Saudia, halafu akaja Uingereza na akaendelea kuitumikia jamaat hadi pumzi yake ya mwisho. Akafanya kazi juu ya nyazifu mbalimbali. Khalifa mtukufu wa nne alipohamia alikuwa ameenda Uholanzi kwa ajili ya kumpokea, kisha alikuwa amekuja naye mpaka Uingereza. Aliweza kufanya kazi kama katibu wa jaidadi. Ardhi ya Islamabad iliponunuliwa alikuwa ametoa mchango mkubwa. Aliweza kuitumikia jamaat kama naib amir UK, afisa jalsa salan UK na chairman Africa Trade, chairman Al-Shirkatul Islamia. Aliweza kutumikia jamaat. Ameacha nyuma vijana wawili na mabinti wawili. Kijana wake mmoja anaendelea kutoa huduma kubwa katika jamaat, bwana Nabil Ashraf Sahib. Kuhusu marehemu, kuna mtumishi wa ofisi yake Mubashir Zafar Sahib anasema kwamba marehemu alikuwa amejitolea. Alikuwa hapati mshahara kutoka jumuiya, lakini alikuwa anafanya kazi kwa uangalizi mkubwa. Alikuwa anazingatia muda. Kila siku alikuwa anakuja ofisini na alikuwa anabaki ofisini kwa masaa 8 hadi 10. Alikuwa hajali maradhi yake. Pili, alikuwa na tabia ya kufanya kazi kwa mkono wake. Alikuwa anapika chai kwa ajili yake. Hata kama mtu amepika kwa ajili yake chai, basi alikuwa hamruhusu mtu kwamba aoshe vyombo, bali alikuwa anaosha vyombo mwenyewe. Na saa nyingine wakati wa chakula cha mchana, baadhi ya watu katika Deer Park walikuwa wanaacha vyombo baada ya chakula. Marehemu alikuwa anachukua mwenyewe na alikuwa anasafisha meza. Saa nyingine alikuwa anasafisha vyoo vile vile. Kama mtoa huduma alikuwa haji. Alikuwa afisa aliye na unyenyekevu ambaye alifanya kazi kwa bidii kubwa. Alikuwa na kumbukumbu nzuri na alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa unyofu na kwa uangalizi mkubwa. Alikuwa na swali kwa pamoja na akaendelea kuswali kwa pamoja hadi umri wake wa mwisho. Alikuwa anaonesha utii wa hali ya juu na ukhalifa. Akipokea amri yote kutoka kwa ukhalifa alikuwa anakubali bila kuwa na sharti lolote, na alikuwa anafuata amri ya khalifa. Abdul Malik Saheb anasema kwamba mimi nilikuwa mdogo katika umri, lakini alikuwa ananitendea kwa huruma na kwa upole mkubwa, na alikuwa ananitendea kwa unyenyekevu. Saa nyingine ilikuwa inaonekana kwamba mimi si mdogo wake katika umri, bali umri wangu ni sawa na umri wake. Muhyiddin Shams Saheb pia ameandika kuhusu marehemu kwamba Khalifa mtukufu wa nne rahimahullah taala alikuwa amemkabidhi kazi ya kuangalia kuhusu mahitajio mbalimbali ya nyumba za Islamabad, na ye akatimiza wajibu huo kwa uangalizi mzuri. Akaendelea kutoa huduma
hadi pumzi yake ya mwisho alikuwa na mawasiliano mazuri na mta. Alikuwa anashughulikia mambo mbalimbali katika mikataba mbalimbali kuhusu mta. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake mbele na waweze kushikamana na jumuiya na ukhalifa. baada ya swala kama nisemavyo jenaza ni hazir, nitaenda nje halafu nitasalisha sala yake ya jeneza. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.